Mvutano kati ya Iran na Marekani umeingia katika hatua mpya baada ya Iran kutangaza kuwa wanajeshi wake takribani 7 wameuawa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Marekani katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Iran, wanajeshi waliouawa walikuwa sehemu ya vikosi vya jeshi la anga na jeshi la wanamaji. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kutokea katika maeneo ya Bandar Abbas na Bushehr, maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi na kimkakati kwa Iran. Kwa upande wake, jeshi la Marekani kupitia Central Command maarufu kama CENTCOM limesema operesheni hiyo ilifanyika kujibu kile inachokiita mashambulizi dhidi ya meli za biashara katika mlango wa Hormuz. Marekani inadai ililenga miundombinu ya kijeshi iliyotumika kushambulia usafiri wa baharini na sio raia. Baada ya mashambulizi hayo, viongozi wa kijeshi wa Iran walitoa kauli kali wakiyataka mashambulizi hayo kuwa ni uchokozi dhidi ya mamlaka ya taifa lao. Wanasema Iran haitaacha bila majibu na kwamba hatua ya kulipiza kisasi itachukuliwa kwa wakati na namna ambavyo Iran itaona inafaa. Wakati huo huo, hali ya taharuki imeendelea kuongezeka katika eneo la Ghuba. Mataifa kadhaa yameimarisha ulinzi wa vituo vyao vya kijeshi, huku mifumo ya ulinzi wa anga ikiwekwa katika hali ya juu ya tahadhari kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema tukio hili linaweza kuongeza hatari ya mzozo mpana zaidi kati ya Marekani na Iran. Mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, unaendelea kuwa kitovu cha mvutano, na mabadiliko yoyote katika eneo hilo yanaweza kuathiri uchumi wa dunia na bei za mafuta. Hata hivyo, hadi sasa bado kuna juhudi za kidiplomasia kutoka kwa baadhi ya mataifa na mashirika ya kimataifa yanayotaka pande zote zijizuie na kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo badala ya kuendelea na mapigano. Swali linalobaki ni hili: je, Iran itatekeleza tishio lake la kulipiza kisasi katika siku chache zijazo? Na iwapo itafanya hivyo, je, Marekani itajibu kwa nguvu zaidi? Dunia nzima inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo haya. Hizi ndizo taarifa tunazo hadi sasa. Tutaendelea kukuletea taarifa mpya kadri zinavyoendelea kuthibitishwa kutoka kwenye vyanzo rasmi. Mimi ni Abdul Majid, asante kwa kutazama NNJ TV. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele kwa taarifa. Usipitwe na habari muhimu zinazojiri duniani.